Nam kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China na Umoja wa Ulaya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kutetea mfumo wa biashara wa kimataifa. China yasisitiza msimamo wake wa kutovumilia jaribio lolote la kujitenga kwa Taiwan, na viongozi wa dunia walaani ongezeko la ushuru la Marekani. Kwa haya na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. China na Umoja wa Ulaya wamekubaliana kushirikiana kwa karibu zaidi ili kulinda mfumo wa biashara wa kimataifa unaosimamiwa na Shirika la Biashara Duniani, huku wakiahidi kuimarisha ushirikiano wao katika nyanja za biashara na uwekezaji. Simiwa Njala anaarifu zaidi. Taarifa hii imetolewa na Wizara ya Biashara ya China baada ya mazungumzo ya video yaliyofanyika kati ya Waziri wa Biashara wa China Wang Wentao na Kamishna wa Biashara wa Umoja wa Ulaya Marcos Sefcovic. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walizungumzia hatari zinazotokana na hatua za Marekani kuweka ushuru wa kipekee kwa bidhaa kutoka nchi mbalimbali, hatua ambazo China imezitaja kuwa kinyume na sheria na zinazolenga kuvuruga utulivu wa uchumi duniani. Waziri Wang amesema kuwa hatua hizo za Marekani ni mfano wa sera za upande mmoja, ulinzi wa viwanda vya ndani na uonevu wa kiuchumi. Ameeleza kuwa China haitasita kuchukua hatua za kujilinda, lakini bado iko tayari kusuluhisha mgogoro iliyopo kupitia majadiliano. Kwa upande wake, Kamishna Sefcovic wa Umoja wa Ulaya amesema kuwa ongezeko la ushuru kutoka Marekani limeathiri vibaya biashara ya kimataifa na limekuwa na athari kubwa kwa Umoja wa Ulaya, China na pia nchi zenye uchumi mdogo. Sefcovic ameongeza kuwa Umoja wa Ulaya unathamini kwa kiasi kikubwa uhusiano wake wa kiuchumi na China na uko tayari kukuza mazungumzo, kuongeza fursa za masoko kwa pande zote mbili na kuimarisha ushirikiano wa kiuwekezaji na viwandani. Pande hizo mbili zimekubaliana kuanza mazungumzo ya haraka kuhusu bei ya magari ya umeme pamoja na upatikanaji wa masoko na uwekezaji katika sekta ya magari. Kwa pamoja, China na Umoja wa Ulaya wameeleza dhamira yao ya kuendelea kushirikiana chini ya mfumo wa WTO, kuunga mkono mageuzi ya shirika hilo na kulinda mfumo wa haki na sheria katika biashara ya kimataifa. Kwingineko ni kwamba China imesisitiza msimamo wake wa kutovumilia jaribio lolote la kujitenga kwa Taiwan. Imeahidi kwamba itachukua hatua kali dhidi ya uchochezi. Hivi sasa jeshi la ukombozi la China PLA limeanzisha mazoezi makubwa ya kijeshi kuizunguka Taiwan kama onyo. Mwenzangu Ronald Mutie anatueleza zaidi. Jeshi la ukombozi la watu wa China PLA kupitia kamandi ya ukumbi wa maonyesho wa Mashariki ilianza kufanya mazoezi ya pamoja karibu na kisiwa cha Taiwan Jumanne kwa kutumia vikosi vya ardhini, wanamaji, anga na makombora vikizunguka kisiwa hicho kutoka pande nyingi. Kanali mwandamizi msemaji wa kamandi hiyo Shi Yi alisema kwamba mazoezi hayo ni onyo kali dhidi ya vikundi vinavyotaka Taiwan ijitenge na ni hatua halali na ya lazima ili kulinda mamlaka ya umoja wa kitaifa wa China. Siku hiyo hiyo, msemaji wa ofisi ya masuala ya Taiwan ya baraza la serikali Bwana Zhu Fenglian alisema mazoezi hayo ni madhubuti kwa uchochezi wa wazi wa kujitenga kwa Taiwan unaofanywa na mamlaka ya Lai Ching-te na ni hatua ya lazima ili kulinda mamlaka ya kitaifa ya ukamilifu wa ardhi ya kitaifa. PLA inachukua hatua kali kuwaonya vikali Lai Ching-te kwamba kujitenga kwa Taiwan ni njia ya kuangamia na kutafuta kujitenga ni sawa na kujiangamiza. Mazoezi hayo yanaonyesha kuwa PLA inazidi kuwa na nyenzo na mbinu nyingi za kukabiliana na wafuasi wa kujitenga wa Taiwan, ikiwa ni pamoja na ndege na meli za kivita. Mazoezi ya PLA ambayo yanahusisha meli na ndege nyingi kukaribia kisiwa cha Taiwan pamoja na kufanya doria za kupambana baharini na angani, kuchukua udhibiti wa pamoja wa maeneo, mashambulizi dhidi ya malengo ya ardhini na ya baharini na kuzingira maeneo muhimu, yanalenga kuvunjilia mbali kabisa ndoto ya mamlaka ya Lai Ching-te ya kutafuta kujitenga kwa Taiwan kwa nguvu kwa msaada wa mataifa ya kigeni na kuzuia udanganyivu dhidi ya watu wa kisiwa hicho. Serikali ya China imeweka wazi kwamba Taiwan ni mali ya watu wote wa China
na PLA daima iko tayari kuilinda na inaweza kupigana wakati wowote na itashinda inapopigania. Lengo lake ni kushughulikia shughuli za kujitenga za Taiwan na sio watu wa kawaida wa Taiwan. Viongozi kutoka sehemu mbalimbali duniani wameelezea basi upinzani mkali dhidi ya hatua ya Marekani kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, wakidai kuwa hatua hizo zinakiuka haki na maslahi halali ya nchi zao, sambamba na kuvunja basi kanuni za shirika la biashara duniani WTO. Mwenzangu Hamis Darwish alizamia taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Sera mpya kali ya Marekani kuhusu biashara inayojumuisha ushuru wa chini wa 10% na ushuru wa usalama wa kibiashara dhidi ya zaidi ya nchi 60 zenye ziada ya biashara dhidi ya Marekani inaonekana kuchangia hali ya sintofahamu na kutokuwa na uhakika katika uchumi wa dunia. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema Jumanne kwamba Marekani inaleta madhara makubwa duniani kwa kuanzisha vita vya kibiashara. Pia alionya kwamba vita hivyo vya kibiashara vitaisukuma Marekani kuelekea mdororo wa uchumi na kuongeza mfumuko wa bei. Katika siku hiyo hiyo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisisitiza upinzani wake dhidi ya ongezeko la ushuru la Marekani, akilitaja kuwa ni wazo baya. Alisema pia kwamba Ufaransa italinda uchumi wake na kuchukua hatua za kujibu. Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva pia alizungumza Jumanne dhidi ya ushuru wa Marekani, akisema kuwa jaribio la Marekani kubadilisha mfumo wa biashara duniani halitafanikiwa na linakiuka misingi ya ushirikiano wa kimataifa. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN Kao Kim Hon alisema Jumatano kwamba sera ya ushuru ya Marekani imesababisha mshtuko kwa mfumo wa biashara wa kimataifa na kuharibu misingi ya biashara na uwekezaji huria. Jumanne, waziri wa fedha wa Indonesia Sri Mulyani Indrawati alisema kwamba sera hiyo ya ushuru ya Marekani inakiuka misingi ya kiuchumi iliyowekwa, akiitaja kama ya kibiashara tu na si msingi wa kiuchumi. Idara ya fedha ya Canada ilitangaza Jumanne kwamba ushuru wa 25% kwa magari yanayoagizwa kutoka Marekani utaanza kutekelezwa saa 6:01 usiku kwa saa ya Mashariki siku ya Jumatano. Waziri wa fedha wa Canada Francois Philippe Champagne alisema kuwa Canada itaendelea kujibu kwa nguvu dhidi ya ushuru wowote usio wa haki na usio na sababu wa Marekani. Wachambuzi wa vyombo vya habari na wachumi nchini Marekani pia wameonya kuhusu athari kubwa kwa uchumi kutokana na hatua kali za ushuru za serikali. Waziri wa zamani wa hazina ya Marekani Lawrence Summers alisema katika mahojiano na Bloomberg TV Jumanne kwamba huenda Marekani ikaingia kwenye mdororo wa uchumi, huku kukiwa na uwezekano wa Marekani milioni 2 kupoteza ajira kutokana na ongezeko endelevu la ushuru. Pia Jumanne, wastani wa viashiria vitatu vikuu vya soko la hisa la Wall Street vilishuka, huku S&P 500 ikikaribia kuingia katika hali ya kushuka kwa thamani ya soko, yani bear market. Jiji la Beijing linajiandaa basi kuwa mwenyeji wa mbio za kwanza kabisa za nusu marathon kwa roboti za binadamu Jumapili hii, ikiwa ni tukio la kihistoria linalolenga kuonyesha uwezo wa roboti katika michezo pamoja na kujaribu nguvu ya vifaa na programu mpya za roboti. Nilifuatilia taarifa hiyo na hii hapa ripoti niliyokuandalia. Tukio hili ni hatua muhimu katika maendeleo ya kilibandia iliyo katika mfumo wa mwili, yani embodied AI, na roboti za binadamu, yani humanoid robotics. Kwa umbali wa zaidi ya kilomita 21, roboti zitakazoshiriki zitahitaji kufanya takriban harakati sahihi 250,000 za viunganishi vya miili yao. Wataalamu wamesema kwamba kudumisha utulivu, ustahimilivu na wepesi kwa umbali mrefu kiasi hiki ni changamoto kubwa ya kiteknolojia.
Kwanza, roboti hizi zinahitaji kushinda changamoto za ustahimilivu katika mazingira halisi, kushughulikia masuala ya uteuzi wa njia na uendeshaji, pamoja na kutatua matatizo mbalimbali kama vile mawasiliano na usafirishaji wa ishara wakati wa mbio. Nyuma ya juhudi hizi kuna timu nyingi ambazo zinafanya kazi kwenye teknolojia ya msingi kama vile mifumo ya viunganishi, upitishaji joto, mawasiliano na mifumo ya akili bandia. Waoneshaji wanasema kwamba tukio hili limeundwa mahususi ili kuhimiza mshikamano wa hali ya juu kati ya vifaa na programu na hivyo kuleta maboresho makubwa katika uwezo wa roboti. Kwa sasa maandalizi ya mashindano haya tayari yamesababisha mafanikio makubwa katika viwango vya vifaa na programu zinazotumika katika roboti hizo. Kwa mfano, wakati wa uundaji wa roboti kwa ajili ya mbio hizi, tumebuni viunganishi vyenye nguvu zaidi. Hii imeongezea uwezo wao wa kubeba mizigo, kuhimili nguvu na kuongezea ufanisi wa nguvu wanaozalisha kupitia miguu yao wanapokuwa wakisonga. Mazingira yanapobadilika kama vile mteremko au kikwazo, roboti huweza kutambua kwa kutumia kamera zake na kurekebisha mwendo wake papo hapo. Haya yote ni mafanikio makubwa katika matumizi ya akili iliyo ndani ya mwili. Mashindano haya yanatarajiwa kufanyika Aprili 13 katika ukanda wa maendeleo ya kiuchumi na kiteknolojia wa Beijing ulioko kusini mashariki mwa mji mkuu. Roboti na wanariadha wa kibinadamu watashiriki mbio hizo kwa kutumia njia tofauti, lakini ndani ya eneo moja ili kuhakikisha usalama wa wote. Bidhaa zilizobinafsishwa na mafanikio ya kiteknolojia yamesaidia kuongeza mauzo ya mashine za kilimo kutoka mkoa wa Zhejiang mashariki mwa China na kuharakisha basi upanuzi wake kwenye masoko ya kimataifa. Khamis Darwish anatukamilishia basi ripoti hiyo. Katika chumba cha mkutano wa mtandaoni, wawakilishi wa kampuni ya Zhejiang Sifang Group Company walikuwa wakijadili mahitaji ya oda na mteja mpya kutoka Kenya. Katika msimu wa kilele cha oda kutoka nje, kila hatua ya mstari wa uzalishaji kuanzia kwenye uundaji, uchakataji hadi uunganishaji wa mwisho inafanya kazi kwa uwezo kamili. Kila baada ya dakika 4, mashine mpya hupakiwa na kutoka kiwandani. Wakati kampuni za jadi zinalenga kuzalisha bidhaa zilizo na ubinafsishaji zaidi ili kukidhi wateja wao wa kimataifa, kampuni mpya zinazochipukia zinalenga mafanikio ya kiteknolojia. Katika kampuni ya kisasa ya upangaji matunda iliyopo Hangzhou, mji mkuu wa mkoa wa Zhejiang, utafiti na maendeleo ya bidhaa mpya unaendelea kwa kasi. Mwanzoni mwa mwaka huu, kampuni hiyo ilipokea oda yake ya kwanza kutoka nje ya nchi. Kwa kuwa theluthi moja ya timu yake imejitolea kwenye utafiti na maendeleo, kampuni hiyo inafanya juhudi kubwa kunufaika na fursa hiyo na kupanua masoko yake ya kimataifa. Mbali na masoko ya jadi ya nje kama Asian na Umoja wa Ulaya, mashine hizo pia zimeanza kuingia Afrika. Huko Jinhua, Zhejiang, kituo kikubwa zaidi cha biashara ya mashine za kilimo kati ya China na Afrika, hifadhi ya ubunifu wa sayansi na teknolojia ya kilimo ya China Afrika kwa sasa inajengwa. Baada ya kukamilika, hifadhi hiyo itazalisha mazingira ya hali ya hewa ya Afrika ili kutambua mboga, matunda na mazao mengine yanayofaa kulimwa barani humo. Kulingana na tabia zao za ukuaji, mashine za kilimo zitaboreshwa na kuwekewa vifaa vinavyofaa mazingira ya huko. Mkoa huo ambao ni makao ya zaidi ya kampuni 4200 za mashine za kilimo umejidhihirisha kama nguvu kubwa katika sekta ya kilimo ya China. Ili kuharakisha upanuzi wa mashine za kilimo kwenye masoko ya kimataifa, Zhejiang pia inatekeleza hatua kadhaa za kusaidia, zikiwemo uanzishaji wa majukwaa ya ubunifu na matukio ya kuoanisha mahitaji ya soko kupitia maonyesho. Mwaka huu, mkoa huo utaendelea kuandaa waagizaji wa mashine za kilimo kutoka ndani kushiriki katika maonyesho ya nje katika nchi kama Misri na Moroko. Aidha, utahamasisha kampuni hizo kufungua vituo vya mauzo na huduma kwa wateja katika masoko ya kimataifa. Katika sehemu yetu ya Ifahamu China hii leo, kama kawaida, mwenzangu Zakia Pong akiwa nchini China anatufahamisha kuhusu mwalimu kijana katika mji wa Chuzhou ambaye ametumia miaka 8 kubadili maisha ya watoto wenye ulemavu akitoa elimu nyumbani kwao. Haya, hebu tujiunge naye basi Zakia Pong atujuze zaidi.
Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng, mwalimu kijana katika mji wa Zhuzhou katikati ya China. Ametumia miaka 8 kubadili maisha ya watoto wenye ulemavu, akitoa elimu nyumbani kwao kwa wale ambao awali walishindwa kuhudhuria shule za kawaida. Baada ya kuhitimu chuo kikuu mwaka 2013, Chen Yanghui aliamua kufuata nyayo za baba yake, kurejea kwenye maskani yake katika mji mdogo wa Jieshou na kuwa mwalimu katika shule ya msingi ya huko. Lakini ilikuwa ni uamuzi wa mwaka 2016. Ulibadili kazi yake na kugusa maisha ya wengi. Aliamua kujitolea kuungana na mfumo maalum wa kufundisha nyumbani ambao uliundwa ili kutimiza mahitaji ya elimu kwa watoto wa umri wa kati ya miaka 6 hadi 15 wenye ulemavu ambao walishindwa kwenda kwenye shule za kawaida. Mwanzoni kazi yake ilikumbwa na changamoto. Kama mhitimu mpya, wazazi wengi walikuwa na wasiwasi kuhusu uwezo na ustahamilivu wake kukubadilika na watoto wao kama kutimiza mahitaji yao ya kielimu. Lakini baba yake Chen, ambaye pia ni mwalimu katika shule hiyo, alimpa moyo wa kumtaka asikate tamaa. Chen alidhamiria kuwaondoa hofu na hivyo alitumia muda wake mwingi kujisomea, kuandamana na wanafunzi na kuandaa mpango wa masomo unaoendana na mahitaji ya kila mtoto. Juhudi za mwalimu huyo kijana zilizaa matunda haraka. Chini ya mwaka mmoja, darasa lake ambalo awali lilikuwa la mwisho katika orodha ya matokeo lilipanda na kushika nafasi ya juu, na hivyo kuaminiwa na wanafunzi pamoja na wazazi wao. Mafundisho yanayotolewa na Chen sio tu kuhusu kusoma na kuandika, pia anafundisha ujuzi wa maisha ili kuwawezesha wanafunzi wake kuwa huru zaidi. Kwa Chen, zawadi kubwa ni kuona watoto hawa wa kipekee wanakuwa na ujasiri wa kuingia katika jamii. Leo hii zaidi ya shule 20 katika kaunti ya Jialing zimejiunga na mradi huu wa kutoa elimu nyumbani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mwisho kabisa ni kwamba ni wakati wa sehemu yetu ya kujifunza Kichina. Katika sehemu hii basi tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第10课，现在几点？ Sikiliza rekodi na usome. 5点、 5点、 12点、 12点、 1点10分、 1点10分。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 点、点、分、分、见、见、现在、现在、早上、早上、太早了、太早了。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 现在、现在、
Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？现在10点。点。 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？现在12点。分。 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？现在11点10分。见。 6点见。 6点见。早上。早上5点。早上5点。太早了。太早了。 Sasa ni saa ngapi? Je, unajua kusoma saa? Ngoja ni kujaribu. Saa inaposimama, tafadhali mwambie mwalimu, sasa ni saa ngapi? 现在几点？ 10点45分。现在几点？ 11点55分。现在几点？ 12点15分。现在几点？ 2点30分。现在几点？ 5点40分。现在几点？ 7点。现在几点？ 9点10分。 Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? 点。分。线。见。早。在。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.